Mheshimiwa Baraka Ulimboka, jiandae Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, jiandae Mheshimiwa Amru Seif Abdalla. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kunipa uzima na uwezo wa kufika siku ya leo. Mheshimiwa Spika, katika jambo ambalo kama Watanzania tunatakiwa kujisikia sifa na nguvu kubwa ni juu ya hotuba hii ambayo aliitoa Mheshimiwa Rais mbele ya bunge lako tukufu. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri aliyoitoa, lakini pia kwa ushindi mkubwa alioupata katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2025. Lakini Mheshimiwa Spika, kwa sababu nasimama kwa mara ya kwanza, pia niwashukuru wananchi wa jimbo la Kyela ambao kwa heshima kubwa wamenipa kuwawakilisha katika bunge lako tukufu kwa maana ya kunipa ushindi wa kishindo. Lakini pia nimshukuru mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo alinipitisha kwenye kamati kuu na kwenye halmashauri kuu kwa mimi nikawe mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Kyela. Nashukuru sana. Mimi ni mtoto wa mkulima, sikustahili, lakini yeye amenistahilisha kwa kunipa nafasi hii na kuteuliwa kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kupitia jimbo la Kyela. Mheshimiwa Spika, sisi wana Kyela tunakubali na tunakubaliana na hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais siku ya kulizindua bunge hili tukufu. Katika mambo mbalimbali ambayo aliyasema, mimi nayasoma na kuona kuwa yameonyesha maono mbalimbali ambayo Mheshimiwa Rais anaenda kuyafanya katika miaka mitano inayokuja. Lakini pia katika hotuba hii ameonyesha nia njema ambayo ameifanya katika miaka minne iliyopita, na sisi wananchi wa Kyela tunakiri katika miaka minne iliyopita ametuboreshea mambo mbalimbali yakiwemo mambo ya afya. Mfano, ndani ya jimbo la Kyela ametuwezesha kupata zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa kituo wa hospitali ya wilaya pale kwa ajili ya jengo la mama na mtoto. Sisi Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana. Lakini pia ametoa fedha mbalimbali kwa ajili ya vituo vya afya kama kituo cha afya cha Matema, Njesi na maeneo mbalimbali ndani ya jimbo la Kyela. Hivyo tunaona katika kurasa mbalimbali za hotuba yake alionyesha mipango aliyokuwa nayo ndani ya miaka minne iliyopita, lakini ndani ya miaka mitano inayokuja. Sisi wananchi wa Kyela kwa niaba yao nasema tunashukuru sana. Ndani ya kitabu hiki amezungumza pia kuwa anaenda kuanzisha na kuongeza upatikanaji wa umeme vijijini, na nishukuru serikali kupitia mpango huo ambao tumesaini juzi zaidi ya vitongoji 9,000. Kwangu nimepata vitongoji 31. Nashukuru sana, namshukuru sana Mheshimiwa Rais kama alivyosema kwenye hotuba yake, na wananchi wa Kyela tunashukuru. Hivyo nimebakiwa na vijiji 52, nashukuru kwa vijiji 31 nilivyovipata. Lakini pia Mheshimiwa Spika, katika kilimo tunamshukuru Mheshimiwa Rais, ukurasa wa 20 amesema anaenda kuongeza uwezekano wa umwagiliaji katika maeneo mbalimbali na pia kilimo biashara ili wananchi waweze kulima. Na nashukuru pia ndani ya jimbo letu la Kyela tuna mradi mkubwa ambao tumepewa zaidi ya shilingi 20.5 bilioni ambazo zimeenda kutolewa katika skimu ya umwagiliaji ya Makwale. Kupitia hiyo skimu ya umwagiliaji, Mheshimiwa Spika, itaenda kuongeza tija kwa wananchi wa Ndobo, wananchi wa kata ya Makwale na wananchi wa kata ya Lusungo, kwa kuwa tunaenda kuongeza tija katika kilimo ili wananchi wale waweze kulima kwa wakati wote na hasa zao la mpunga. Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo yote hayo, niombe pia
nimshukuru Mheshimiwa Rais katika hotuba yake anasema, na katika ilani ya Chama cha Mapinduzi imeandikwa kuwa tunaenda kuongeza na kuweka gridi ya maji ya taifa. Niombe Mheshimiwa Spika, jambo hili kwetu kule ni changamoto kubwa sana ya maji. Niombe Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa miradi ambayo iko ndani ya jimbo la Kyela, ikiwemo mradi wa Ngana Group, ikiwemo mradi wa Mbambo, ikiwemo mradi wa Lema. Yote hiyo ni miradi ambayo inaenda kutekelezwa ndani ya jimbo la Kyela. Lakini pia kuna mradi wa Shinyanga. Ombi langu ni moja tu Mheshimiwa Spika, na waziri wa maji yuko hapa. Yule mkandarasi naomba hamasishwe, kama kuna chochote anadai, niombe sana Mheshimiwa Spika aweze kulipwa ili wananchi wa Kyela mjini waweze kupata tabasamu ile ambayo iko kurasa wa mwisho wa hotuba ya Mheshimiwa Rais. Lakini jambo la mwisho Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais katika hotuba yake pia amezungumza kuongeza fedha za TARURA. Kyela Mheshimiwa Spika, maombi haya ni yaombe kwa umuhimu wa pekee sana. Sisi kule bondeni tuko ndio wilaya ya mwisho kuelekea sehemu ya Ziwa Nyasa. Niombe mambo haya mawili Mheshimiwa Spika tuweze kupewa kipaumbele. Kwanza, kuongezewa bajeti ya TARURA kwa sababu muda mwingi miundombinu yetu inaharibiwa kwa sababu ya hali ya hewa, na kule kwa sababu tuko mwishoni muda mwingi tunapata mafuriko. Lakini jambo la pili, hata juzi nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu, alifika kule Kyela na tuliongea kwa muda mrefu sana. Tuliomba Mheshimiwa Spika, na nimuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, aliniuliza mafuriko unasema kila siku, lakini tufanyeje ili kuweza kuboresha hayo mafuriko yasiwakute wana Kyela. Tuliongea mambo mengi na naomba leo niwasilishe pia kwa kama maombi ya wana Kyela. Tujengewe mabwawa. Yale mabwawa tunaamini yatasaidia mambo mawili. Kwanza, yatasababisha kuwa tusipate mafuriko ndani ya bonde letu la Kyela na ndani ya wilaya ya Kyela. Lakini pia mabwawa yale yatatumika kwenye umwagiliaji ili tuwe na uhakika wa umwagiliaji, kwa sababu mito tunayo na mito iko muda wote ndani ya jimbo langu la Kyela. Niombe Mheshimiwa Spika, ili nisipigiwe kengele ya pili, niunge mkono hoja. Naipongeza sana serikali na nampongeza sana Dr. Samia kwa hotuba nzuri yenye maono ya miaka 5 ijayo ambayo tunaamini kuwa tunaenda kuifanikisha nchi ya Tanzania kwenda katika hatua ya maendeleo makubwa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante.